Na shirika la utangazaji humu nchini KBC ni miongoni mwa taasisi zilizotambuliwa kwa kuunda mustakabali wa uandishi wa habari wakati wa tuzo za mwaka za ubora wa vyombo vya habari zilifanyika hapa jijini Nairobi. Hafla hiyo ilishuhudia wadau wakithamini jukumu la uandishi wa habari katika kukuza uandishi wa habari wenye maadili, utofauti na taarifa za kuaminika. Waziri wa Utalii na Wanyamapori Rebecca Miano, ambaye alikuwa mgeni mashuhuri, aliwapongeza wanahabari kwa kudumisha taaluma na kuhakikisha Wakenya wanapata taarifa zilizothibitishwa na zenye uadilifu licha changamoto zinazokabili tasnia hiyo. Mwanahabari wetu Aaron Maria alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hafla ya tuzo za uandishi wa habari inayofanyika kila mwaka, ambayo pia inatambulika kama tuzo za AJEA, iliyoandaliwa na Baraza la Vyombo vya Habari humu nchini, iliwaleta pamoja wanahabari, wahariri na wadau katika sekta hiyo katika kusherehekea ubora wa uandishi wa habari humu nchini. Shirika la utangazaji humu nchini KBC ni miongoni mwa waliotuzwa kwa kupokea tuzo maalum ya utambuzi kwa kujitolea kwake kwa anuwai wa uandishi, programu jumuishi na kukuza sauti zilizotengwa. KBC for the good work. Let's take the scriptures, let's smile at the work they have done. But today we are very excited because we can see the efforts that we've put in through our reporters. The steady efforts are starting to bear fruit through our reforms. And in that, some of our staff are recognized, especially in the disability area. We are very excited. We are proud of them. For us, the motto is that we keep our staff first. Despite the fact, there could be physically challenges, but they also contribute a lot. So we are very proud of that. This award is not for the CEO, it's for each and every staff, every employee, every engineer, every worker, anyone who puts their effort to ensure KBC gets to where it is. Moses Chira alituzwa kwa mchango wake katika utayarishaji matangazo ya kibiashara ya shirika la KBC, huku mwanahabari Evans Bundi akituzwa kwa kuwa mtangazaji bora wa kituo cha redio cha Mwago kinachomilikiwa na shirika la KBC. Sharon Chebiwot alituzwa kwa kuwa mtayarishaji bora wa kipindi cha redio kwa jina On the Spectrum and Women on the Move. Mwanahabari mkongwe ambaye alikuwa mtayarishaji vipindi vya redio vya KBC, Topista na Bustoba, alipewa tuzo ya utambulizi katika mchango wake katika sekta ya wanahabari. This is one thing that I did not expect, because I know that journalists of my generation are many, and there are journalists who have achieved a lot during our time. During our time, we didn't have our journalism. You just did your work with passion. So I see so many of us out there, and I see even others on whose shoulders I stepped so that I can be propelled by them, because they are my mentors. Vituo vinavyotangaza kwa lugha ya kiasili na majukwaa huru ya vyombo vya habari yalitambuliwa kwa ushawishi wao unaoongezeka katika kutaarifu jamii. Waziri wa Utalii na Wanyamapori Rebecca Miano aliwapongeza wanahabari kwa kuendelea kudumisha taaluma na upatikanaji wa zilizothibitishwa, wakati ambapo taarifa potovu zinaendelea kuenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii. We gather here tonight to honor those who file stories with focus, with rigor, and an unshakable fidelity to truth. As the government champions the digital economy, we must guard against the troubling practice of admitting unchecked social media content into mainstream bulletins without the much needed verification. It's not the mainstream media. Christopher Kipsang wa shirika la utangazaji la Willow Media alituzwa kwa kuwa mwanahabari bora wa mwaka huu katika usiku wa kusherehekea ubora
wa uandishi wa habari. Aaron Marie, Dira ya Magwiji.